Kwenye Confederation Cup palikuwa pana Singida pamoja na Azam, na kwa bahati mbaya sana Singida na yeye tayari ameweza kuyaga mashindano hayo kwa sababu kwenye kundi C CR Belouizdad yeye tayari ameshapita akiwa na alama 12, lakini Seotoho pia ana alama 9 na yeye ameshapita moja kwa moja, huku Stellenbosch na Singida wao wametoka wakiwa na alama 4. Na kwa Stellenbosch ni kitu cha kushangaza kwa sababu ukiangalia msimu ulioisha wao ndo waliofika hatua ya nusu finali na kutolewa na Simba. Sasa nashindwa kujua aidha ni kwa sababu ya kocha ambaye aliwafikisha hatua hiyo aliuzwa na kuja Simba ndio imesababisha washindwe kufanya vizuri au vipi, lakini Singida tayari hawapo na wanakuja kwenye ligi kwa ajili ya kuendelea kujipanga kwa ajili ya mashindano ya ndani yanayoendelea. Unaiongeleaje mechi ya Singida bwana Angelico? Unahisi Singida wamefanikiwa kwa kiasi gani, kwa sababu ndo mara yao ya kwanza kuingia kwenye mashindano hayo, angalau wameweza kujinyakulia point japokuwa hapo katika hatua ya mwisho. Je, ni mafanikio au sio mafanikio? Na kama sio mafanikio unahisi wamekosea wapi, na kama ni mafanikio unahisi ni kitu gani wanahitajika kukiongeza ili waendelee kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa? Asante. Mafanikio tunaweza tukasema mafanikio yapo kwa sababu kushiriki tu kwenye michuano hii ni moja ya mafanikio, kwa sababu wanatengeneza uzoefu, wanapata vitu vingi sana vya kujifunza kwenye mazoezi ili wakati mwingine waweze kufanya vizuri zaidi. Mimi naweza nikasema Singida kukitizama msimamo, kwa maana CR Belouizdad ana point 12, AS Seotoho ana point 9, Stellenbosch ana point 4, Singida ana point 4. Kwa maana hiyo kwamba tukiangalia kwamba Singida atakuwa ameaga moja kwa moja haya mashindano, lakini kama tunavyosema kwamba tukizungumzia kwenye mafanikio Singida kushiriki kwamba amefanikiwa, lakini tukitizama kuendelea na hatua nyingine kwa maana ya robo, manake wao watakuwa wameaga haya na ukizingatia Singida kocha aliyowapeleka katika hatua ya robo finali bwana Miguel Gamondi hayupo tena kwenye klabu hiyo, lakini waliofanya timu waweze kufuzu akina Soa nao pia wameshaondoka kwenye klabu hiyo. Je, unadhani msimu huu wataweza kufanya kama ambavyo walifanya msimu ulioisha ili waweze kwenda tena kwenye mashindano hayo msimu ujao, ukizingatia kwamba kushindwa kupenya kwa Simba na Yanga katika hatua ya robo finali kutapunguza idadi ya vilabu vitakavyokwenda kushiriki kwenye mashindano hayo makubwa msimu ujao? Hebu rudia swali lako vizuri. Unahisi Singida alipita aliweza kufuzu kuingia hatua hiyo kuingia kwenye mashindano hayo makubwa kwa sababu ya kocha aliyekuwepo naye bwana Miguel Gamondi na wachezaji akina Soa ambao walikuwepo pale klabuni. Sasa Soa ameshaondoka, akina nani huyu mchezaji ambaye ameenda Yanga huyu beki Isra Mwenda naye pia ameshaondoka pale. Miguel Gamondi hayupo tena kwenye klabu hiyo. Je, unaiona Singida ikifanya vizuri pia kwa ajili ya msimu ujao, ukizingatia kwamba kufanya vibaya kwa timu zetu kutatupunguzia nafasi ya kwenda kushiriki kwenye klabu bingwa msimu ujao, kwa maana kwamba kupunguza idadi ya vilabu ambavyo vitakwenda? Asante sana, nimekuelewa vizuri swali lako. Mimi ninachofikiri kwamba timu kwa maana timu mbili zinapofanya vizuri kwenye michuano hii, maanake zinaongeza vilabu vingine huku chini kuweza pia kufanyaje kushiriki michuano. Lakini ni vizuri zaidi kila timu ikajipigania kwa namna ambayo inaweza yeye, kwa sababu hii itakuwa inaongeza zaidi ubora au inaongeza zaidi ubora wa ligi yetu. Lakini nikirejea kwenye swali lako, kwa maana ya kwamba umeuliza kwamba kuna watu baadhi ya kama kilinganisha kocha na baadhi ya wachezaji wameondoka Singida, je, kwa wakati mwingine Singida itaweza? Obviously tukizungumzia kwa wakati kama huu hatuwezi tukasema inaweza au haiwezi, lakini tunachotakiwa tufahamu kwamba ili timu iweze kufanya vizuri kwenye michuano lazima iwe na wachezaji wazuri na wenye uzoefu kwenye hiyo michuano ambayo inaiendea. Lazima kuanzia kocha, lazima uwe na kocha ambaye
anaweza kukufikisha pale unapotaka. Lazima uwe na mchezaji ambaye anaweza kukufikisha pale unapotaka, na mchezaji sio tu ambaye anaweza kukufikisha pale unapotaka kwa maana tu awe mchezaji mzuri tu. Lazima awe mchezaji mzuri, lakini pia ni mwenye uzoefu na hayo mashindano. Hicho kitu pia kinaweza kikawa rahisi sana na msaada mkubwa sana kufikisha kwenye mazingira ambayo klabu au timu inakuwa inahitaji kufika. Okay, kwa hiyo kama anavyosema Bwana Angelico ni kwamba kuwa na wachezaji wazuri na kuwa na makocha wazuri ndio kunaweza kukaipeleka klabu sehemu ambayo inaitaka, ukizingatia kwamba wachezaji kama Chama, Aucho, Isla Mwenda, Soa wote hawatokuwa na timu hizo msimu ujao. Nikwambie tu usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu tunayojulikana kwa jina la Hotbiz. Until next time, mimi ni Remy Redima, huyu ni Angelico. Bye bye.